Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena ikiwa ni tarehe mosi mwezi Disemba 2025, ndio mwaka. Heri ya mwezi mpya wa Disemba. Karibu sana. Mimi ni Juma Mohamed, uweze kuambatana nami katika kutazama habari za michezo na burudani usiku wa leo. Lakini awali ya yote, nipende sana kumshukuru Esther Amando Sizalamula ambaye alikuletea hapa habari za kitaifa sambamba na habari za kimataifa kwa usaidizi mkubwa wa tafsiri ya lugha ya alama ambaye ni Ramla Jabu. Lakini kwenye upande wa biashara na uchumi alikuwepo hapa Beatrice Erki Moijuru. Kwa sasa tuangaze kunako viwanja mbalimbali vya kitaifa na kimataifa. Karibu. Baada ya kushuhudia wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya CAF kwa maana ya vilabu vya Yanga, Simba, Azam na Singida Black Stars vikishuka dimbani mara mbili hatua ya makundi na kupata matokeo mazuri na mabaya, wadau na mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wameonyesha kuwa na imani na vilabu hivyo kwenda kufanya vizuri katika michezo yao ijayo. Tuungane na mwanamichezo wetu Eden Bahati alipozuru baadhi ya mitaa katika jiji hili la Dar es Salaam. Ni katikati ya jiji la Dar es Salaam na hili ni jiji la biashara, jiji ambalo limetawaliwa na pilika mbalimbali kwa wadau mbalimbali, lakini timu za Azam, Yanga, Simba na Singida Black Stars zina mashabiki katika jiji hili. Wao wanazungumza nini baada ya timu zao kucheza michezo ya mzunguko wa pili hatua ya makundi michuano ya klabu bingwa barani Afrika na ile ya kombe la shirikisho barani Afrika? Tupate nafasi ya kuwasikiliza wakizungumza nafasi ya timu zao kusonga katika hatua inayofuatia robo finali. Yanga Sports Club wana alama 4, Singida Black Stars wana alama 1. Sisi Simba na wenzetu Azam hatuna alama hata moja. Mimi niseme tu kwamba tusikate tamaa. Mpira una matokeo na kuna kushinda na kushindwa au kutoa draw. Kwa hiyo na encourage timu hizi ambazo hazikufanya vizuri wajipange vizuri, na bado tunasisitiza kwa kweli kwenye swala la michezo tuwape watu wa michezo. Sio kila mtu anaweza kahoimuka tu akaingia kwenye michezo kwa mapenzi au nini, lakini wale watu ambao washafanya football tuwape nafasi watutengenezee timu zetu vizuri. Nafasi bado wanazo kama wanaamua kucheza na kucheza kitimu. Unajua siku zote CAF Champions League na Confederations ni kipimo cha juu cha ubora wa wachezaji. Ni kiasi gani kwamba mwalimu anaandaa players kuwa katika ubora. Nachoamini zaidi, siku zote mpira wa miguu unataka plan. Na sio plan tu, unataka mpango mkakati wa mchezo. Na ninachokiona zaidi kabisa kwamba Singida Black Stars, Simba Sports Club, Dar es Salaam Africans na Azam bado wana room. Nafasi tulishapiga mguu mmoja mbele. Lakini mashindano ni magumu. Mashindano haya yanataka kila timu ihakikishe inashinda nyumbani. Yaani nyumbani usifanye makosa. Kwa hiyo kwa watani zetu, kwa Mkapa atoke mtu, tulishangaa. Na ile mechi ilikuwa ni open, waliingia bila kufanya ile tunasema hawakucheza nje ya uwanja. Lakini ukiangalia timu ya Simba ilikuwa ni nzuri. Timu ya Simba ilifikia kwa 18, walikosa magoli. Hata ukiangalia mechi ya jana, klabu yangu iko vizuri, tuna alama 4, anayeongoza naye ana alama 4, katuzidi magoli. Sisi tunafuzu ile nafasi. Sisi na Al-Ahly tunaenda. Hakuna kikwazo zaidi ya hapo yani. Mpaka hivi sasa klabu ya soka Young Africans wana pointi 4 kwenye kundi lao wakiwa nafasi ya pili, lakini kwa upande wa Simba hawana pointi yote kwenye kundi lao wakiburuza mkia. Kwa upande wa Singida Black Stars wana pointi 1 baada ya kuambulia sare kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch, lakini kwa upande wa Azam FC na wao hawana pointi yote kwenye kundi lao. Na kituo kinachofuatia ni Januari 23 mpaka Januari 25 ambapo watakwenda kucheza mchezo wa 3 hatua ya makundi katika michuano ya klabu bingwa na ile ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kutoka katika jiji la Dar es Salaam, mimi ni goalkeeper kisasa mpira Eden Bahati na hii ni kamera ya Channel 10 michezo. Na asante mlinda mlango wa kisasa Eden Bahati. Kwingineko, Baraza la Michezo la Taifa BMT limeeleza kuridhishwa na kujivunia mafanikio ya timu mbalimbali za taifa hususan za mchezo wa soka za wanaume na wanawake ambao zimeendelea kuipeperusha vyema bendera ya taifa ya Tanzania mara baada ya timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 maarufu kama Serengeti Boys kufuzu michuano ya AFCON kwa mwaka 2026 baada ya kutinga fainali mashindano ya Sekafa yanayoendelea kutimua vumbi. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Hayo yameelezwa na katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa Neema Msita wakati akizungumza na Channel 10 michezo, ambapo amesema kuwa kufuzu kwa Serengeti Boys katika mashindano ya AFCON ni kielelezo cha mwenendo mzuri wa timu za taifa, jambo ambalo limeendelea kuwaridhisha. Utaona leo Serengeti Boys wanakwenda kucheza finali. Wameshafuzu, wanaenda AFCON, lakini wanaenda kucheza finali na tunatarajia wanaweza wakaja kuwa mabingwa kwa sababu tunaelewa ubora wao. Hii ni faraja kubwa kwa sababu mzazi anapowekeza jambo mahali anataka kuona return.
Kwa hiyo serikali inafarijika kuona kwamba yale maono ambayo wamekuwa nayo kama serikali yametafsiriwa vizuri na vyama vyetu na vijana wetu, na wanapokwenda katika mashindano mbalimbali sasa hivi wanaenda wanafanya vizuri, wanarudi. Ni katika historia yetu hii ya kipindi hiki, miaka mingi sisi tulikuwa hatujui hizo AFCON, tulikuwa tunazisikia tu, lakini sasa hizi kwenda AFCON imekuwa ni kawaida. Imefika mahali sasa hivi Tanzania sisi sio AFCON tu, tunacheza World Cup. Wote tunafahamu timu ya wanawake ya futsal ilikuwa Philippines juzi. Wamecheza michezo yao japo hawajafanya vizuri sana, lakini kwangu mimi wamefanya vizuri kwa sababu yale ni mashindano ya dunia. Ukizungumzia World Cup ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo wameenda, wamefungwa mechi 2 lakini wameshinda mechi 1. Kwetu sisi tunaona ile ni kama challenge kwa sababu kwanza hata uwanja wanaochezea ni uwanja inawezekana hawajawahi kucheza kwenye uwanja kama ule, lakini level na standard ya mashindano, it's a World Cup. So tunaendelea kuwapongeza vyama ambavyo wanajituma na kujitahidi, lakini tunaendelea kuwaambia vijana ipo fursa. Katika hatua nyingine, Neema Msita amevipongeza vilabu vya Tanzania vinavyoshiriki mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika, huku KVC kufanya maandalizi ya kutosha kipindi hiki mashindano hayo yakiwa yamesimama kupisha michezo ya AFCON. Kwa hiyo kwangu mimi kukata tamaa ni jambo la mwisho kabisa, ni mpaka nione sasa imeshindikana. Matarajio yangu mimi bado nina imani kubwa sana kwamba bado kuna jambo linaweza kufanyika. Wanakwenda kwenye mapumziko kwa ajili ya AFCON, ndo muda mzuri wa kujipanga zaidi. Kama serikali bado itaendelea kuwaunga mkono, na tuna imani kubwa sana kwamba bado tunaweza kufika mbali. Wale ambao tayari wana matumaini kabisa tunaendelea kuwatia moyo, lakini hata hao wengine pia wasikate tamaa kwa sababu kwenye mbio za mashindano ni mpaka iishe ndo unasema imeisha. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10 Michezo. Asante mwanamichezo Yakini Mwakatobe. Uongozi wa timu ya Mbeya City ya jijini Mbeya umemtangaza Patrick Mwangati kushika mikoba ya aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hicho cha wagonga nyundo la jiji la Mbeya mpaka utakapomtangaza kocha mkuu mpya mara baada ya kusitisha mkataba na aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo na baadhi ya makocha kwenye benchi la ufundi Malale 50. Tupate taarifa zaidi na kocha mtaalam Epimakus Apolinali. Akizungumza na vyombo vya habari, mtendaji mkuu wa Mbeya City John Kirua amesema wamefikia uamuzi huo kutokana na mwenendo mbaya wa matokeo katika michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, ambapo timu ya Mbeya City ilipoteza michezo 3 mfululizo huku akipata alama 1 pekee katika michezo 5. Tumetoa taarifa kwa umma kusitisha kwa huduma kwa baadhi ya benchi la ufundi, ikiwemo kocha mkuu, kocha msaidizi, kocha makipa pamoja na daktari. Kwa hiyo kama taarifa ilivyotoka ndivyo ambavyo tumefanya sisi kama klabu ya Mbeya City. Timu tumemkabidhi sasa hivi mwalimu Patrick Mwangata, ndio atakayekuwa anasimamia timu kwa kipindi hiki kifupi cha mpito ambacho klabu tunaendelea kutafuta walimu wengine ambao watakuja kusaidizana naye kwenye technical bench. Upande wao mashabiki wa timu ya Mbeya City wamesema tamanio lao ni kuona uongozi ukileta kocha mkuu atakayewezesha timu kufikia malengo yake, huku akipongeza uongozi kwa hatua hiyo waliochukua. Mwalimu hatuwezi kumvumilia kupoteza mechi 3. Kwa hiyo wamefanya maamuzi mazuri kwa wakati sahihi. Mwalimu alikuwa na mapungufu yake na wachezaji pia wana mapungufu yao. Kumtafuta kocha na kumwachisha kibarua huyu aliyekuwepo sio vibaya. Tunahitaji kocha mwenye experience ambaye yani anakuja pale na mbinu zingine ambazo mchezaji ana uwezo wa kumbadilishia naye kocha. Awe na uwezo mkubwa naye. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalam Epimakus Apolinali, Channel 10. Taarifa ya mwanamichezo kocha mtaalamu inaturejesha hapa jijini Dar es Salaam. Wakufunzi wa nyumba za mazoezi kwa maana ya gym pamoja na makocha wa viungo nchini wametakiwa kufuata vyema mafunzo waliowapata, huku wakiaswa kuvirasmisha vituo vyao ili waweze kufanya kazi zao kwa uweledi na kwa manufaa ya wanaowaongoza katika mazoezi yao ya kila siku. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Wito huo umetolewa na afisa michezo wa Baraza la Michezo la Taifa Charles Maguzu alipokuwa mgeni rasmi katika hafla ya kufungwa kwa mafunzo hayo ambayo yaliendeshwa na Chuo cha Maendeleo ya Michezo Malia, ambayo yalishirikisha walimu wa utimamu wa mwili kutoka vilabu mbalimbali vya jimu nchini. Anzisheni vituo vya mazoezi. Inawezekana mlikuwa mnatamani kuanzisha, lakini kwa sababu hamna taaluma hiyo mlikwama. Mliposikia matangazo kutoka Malia mkasema sasa hapa Mungu amesikia kilio changu. Basi utakaporudi kule, kwa sababu si unaweza, kaanzishe. Uwezi kuwa mwalimu mzuri wa hisabati wakati hisabati hujui. Ukisimama pale mbele utakuwa na hangaika tu. Lakini kama ni mwalimu mzuri wa hisabati ukisimama hapa mbele unatamba. Kwa sababu unafanyaje? Unaijua.
Kwa hiyo nyinyi kama ulikuwa unapenda kufanya mazoezi unaona kwenye TV au unaona kwenye vikundi vya jogging, sasa hivi wewe ndio mtaalamu, nenda kafanye. Utakapoanzisha vile vituo vya mazoezi ili ufanye kazi kwa uhuru zaidi, na washauri mje mvisajili Baraza la Michezo la Taifa BMT. Tuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan daktari. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ametoa kiasi cha bilioni 31 kutengeneza kituo cha kulelea watoto. Nitaenda kuwasaidia watu wa halmashauri kwangu, lakini sio halmashauri tu ile ya Hanang', pamoja na watu wa mkoa wa Manyara. Mafunzo yalikuwa mazuri, binafsi yangu nimeyafurahia sana. Nimekuwa nikiendesha mafunzo huko nilipokuepo kwa muda mrefu ya utimamu wa mwili na michezo, lakini sikuwahi kuwa na cheti hichi ambacho nimekipata leo. Shabani Mpute, Channel 10 Michezo. Asante mwanamichezo Shabani Mpute. Kwa taarifa hiyo tukapate kunani hasa kimataifa. Tuungane na sports lady wetu Esther Mtebe. Naam, kwenye michezo kimataifa ambapo tunaeleza kwamba dereva wa mashindano ya magari maarufu langalanga anayetumikia timu ya Red Bull Max Verstappen ameibuka mshindi wa tuzo za Qatar Grand Prix mwaka 2025 katika mbio zilizojaa ushindani mkali kwenye uwanja wa Lusail International Circuit jana usiku. Ushindi huo umemrejesha kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa wa dunia ambacho sasa kitahitimishwa kwenye mbio za mwisho za msimu huu huko Abu Dhabi. Verstappen aliongoza mbio hizo kwa ustadi mkubwa akiwapika wapinzani wake wakuu wa McLaren. Oscar Piastri alimaliza katika nafasi ya pili baada ya kuonyesha kasi ya juu, huku Carlos Sainz Jr. akitimisha tatu bora na kuipa Williams matokeo muhimu kuelekea mwisho wa msimu. Lando Norris, kinara wa msimamo wa madereva, alishika nafasi ya 4, matokeo yaliyomfanya kupunguza pengo lake la alama dhidi ya Verstappen. Kimi Antonelli wa Mercedes alimaliza nafasi ya 5 akiendelea kuthibitisha ubora wake katika msimu wake wa kwanza kamili kwenye F1. Baada matokeo ya Qatar GP, msimamo wa madereva, nafasi ya kwanza ni Lando Norris mwenye pointi 408, nafasi ya pili ni Max Verstappen mwenye pointi 396, nafasi ya 3 ni Oscar Piastri mwenye pointi 392. Kwa matokeo haya, vita ya ubingwa mwaka 2025 inaelekea kwenye hitimisho la kusisimua, huku waendeshaji watatu Norris, Verstappen na Piastri wakibaki na nafasi halisi ya kutwaa taji. Ni hayo kwenye michezo kimataifa. Mimi ni Esther Mtebe. Asante sports lady Esther Mtebe kwa kutoa hadithi habari hizo za michezo na burudani kimataifa, na ndio tamati ya habari za michezo na burudani usiku huu wa leo. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa nasi. Nikutakie utazamaji mwema kutoka hapa Channel 10, lakini tujikumbushe kwa yale ambayo tulikuwa nayo kwenye muktasari, kisha atakuja hapa kuhitimisha habari Esther Mando Sizalamula ambaye atakuwa naye hapa Ramla Jabu. Asante na usiku mwema kwako. Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu yaanza kutekeleza majukumu yake. Shirika la Afya Duniani WHO latoa wito kwa serikali na washirika kutanua upatikanaji wa tiba mpya zilizoidhinishwa, ikiwa na tiba mpya kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV. Na katika michezo, wadau na mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam waeleza imani yao kwa vilabu wawakilishi wa Tanzania mashindano ya CAF mara baada ya kushuhudia wakishuka dimbani katika mizunguko miwili. Asante sana mtazamaji kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa taarifa ya habari, na ndio mwisho wa habari hii ya kutwa nzima ya leo.
Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, bila kumsahau Ramla Jabu, mkalimani wa lugha alama, mimi ni Esther Amandus Zelamula. Asante na nakusiendelea kutazama vipindi vingine vinavyofuata hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Usiku mwema.